Leo nipo na Young Sarungi na tunazungumza mada ambayo inawahusu wahitimu wa vyuo vikuu. Tunajiuliza, baada ya chuo, matarajio ambayo tunakuwa nayo chuoni yanaendana na uhalisia ambao tunakutana nao baada ya kuhitimu masomo yetu, na tutakuwa na Young Sarungi ambaye yeye baada ya kuhitimu alijiingiza kwenye masuala ya udalali na shughuli zake zingine ambazo zinamuingizia kipato cha kila siku. Sasa leo tunataka tujue, ulivyokuwa chuo ulikuwa unawaza kuwa dalali au ulikuwa na mipangilio mingine? Karibu sana Sarungi. Asante sana. Tuanze kwanza kwa kukufahamu wewe ni nani. Alafu tuambie sasa hali yako ilikuwaje. Mimi naitwa Luke Vitalis Sarungi, lakini jina langu maarufu naitwa Young Sarungi. Hilo ndio jina langu. Najishughulisha na shughuli mbalimbali, ikiwepo na udalali kama ulivyosema hapo awali, na tuseme winga pia, tuseme winga ambao unachukua maybe mtu anauza kitu na mfanyie na mtafutia wateja. Hivi udalali ni tofauti na winga? Udalali ni tofauti na winga. Winga unakuaje? Winga wewe huna bidhaa. Unaenda kwa mtu mwenye bidhaa. Mimi na mteja, yeye ana mteja. Kwa hiyo sasa naenda kwake, yani kama ana bidhaa, maybe unauza nguo, si ndio? Una duka lako la nguo, mimi naenda pale. Unauza nguo kwa shilingi ngapi? Labda 10,000. 10,000 kwa kuwa mimi nakutafutia wateja. Jua sales yote nataka wateja, na nili marketing yote, aim ya marketing ni kupata wateja. Si ndio? Kwa hiyo mimi naenda mrahisishia kumletea nini wateja. Kwa hiyo huyo ndo winga. Huo ndo winga. Kwa hiyo mimi namrahisishia. Kwa naambia nguo 10,000 basi mimi nakuletea wateja kadhaa. Utanifanyia kwa shilingi ngapi? Kwa 8,000 natoka ya kwa 8,000 sawa. Kwa hiyo nikuletea wateja 10, nitapiga na hesabu pale, then namletea wateja. Huo ndo na dalali. Udalali sasa, yani mtu anakupa kitu kwamba nitafutie mteja. Sio, nielewa. Mbona kama vitu vinafanana sana? Mbona unanichanganya? Uwinga. Winga yani wewe huna bidhaa. The same to dalali kwamba naye hana bidhaa, si ndio? Winga mimi naenda kwako. Unauza kitu. Sio lazima nikienda unauza, kama unauza hiyo simu, nitafutie mteja wa simu. Huo ndio winga. Kwamba mimi naenda kwenye duka la simu na kutafutia wateja. Udalali labda tuseme dalali sio lazima iwe duka. Sio lazima iwe duka, sio lazima iwe nyumba. Na nyumba yani mwenye nyumba anapangisha, na anamtafutia wateja, hivyo ndio udalali. Leo tunazungumza kuona uhalisia ambao tunakutana nao baada ya kuhitimu masomo. Hasa masomo ya chuo kikuu. Na jinsi matarajio yetu yalivyo. Sasa naomba unirudishe kipindi uko chuo mwanafunzi. Ulikuwa unaitazama vipi future yako? Ulikuwa na matarajio yapi au matamanio yapi? Kila mtu anasoma kwa matamanio kwamba akimaliza apate kazi. Ndo elimu ya Kitanzania, kwamba ndo wazazi wetu walivyo, na ndo tumelisi kwa wazazi wetu kwamba mwanangu anasoma, ukimaliza kusoma upate kazi. Na hii ndo inatuathiri mpaka leo, kwamba mwanangu unasoma, ukimaliza nategemea kwamba outcome utapata kazi. Lakini sasa ni reality, ni tofauti kidogo na huku nje nilipoingia. Lakini nilivyokuwa nasoma kweli nilikuwa na matarajio kwamba nikimaliza kusoma nilichokisomea nitapata kazi nilichokisomea, lakini tofauti kabisa. Na matarajio kwamba nikimaliza maybe nitapata kazi kwa haraka, sitachukua muda mrefu, maybe kuna private sector zipo, nitapata kazi kwa haraka. Unatamani kufanya kazi gani? Mimi nisomea ukatibu afya. Wewe katibu afya. Nitegemea kama nikimaliza tu mimi tena mpaka ukiwa unasoma mpaka ukiwa unasoma unajiita kabisa katibu. Yaani ndio watu wanajiita vile, kama watu wanajiita manager, accountant ndio watu wanajiita hivyo. Kwa hiyo wategemea kwamba after kumaliza chuo, kwamba kumaliza tu chuo nitakuwa chief accountant. Nitakuwa mhasibu, inspector na serikali. Private zipo nyingi. Ndicho unaamini tu kimaliza tu kazi zinakusubiri. Usipata serikalini ziko nyingi. Ndio maana mtu akawa anafanya application, anauliza nitafutie kozi ambayo ni rahisi. Zingetendo rahisi kupata wapi? Kupata kazi. Nakumbuka kipindi sisi nipo form 6 tunajadili ile chuo utaenda kusoma nini? Nasikia sasa hiyo ndo mnasoma HSM. Nasikia kuna kozi moja hivi
ya HSM pale Mzumbe, unajua ni mpya ile. Watu hawaja wengi, kwa ukitoka tu sasa hiyo ndo mimi sasa mtu akinitafuta kaka nisaidie kutafuta kozi rahisi kupata kazi, na mimi siwezi kusaidia. Changanua mwenyewe ili ujihukumu mwenyewe. Kwa sababu ni ngumu. Yaani tunatoka sasa nitafutie kozi rahisi kupata kazi. Kwa hata matarajio yake yanayofika chuo kwamba nikimaliza hapa nitaajiriwa na serikali. Kama sio serikali, private sector ziko kibao zitaniajiri. Lakini uhalisia huko nje ni tofauti kidogo. Okay. Sasa umetoka kwenye matarajio na umeingia kwenye uhalisia sasa. Si ndio? Ambapo ulikuwa mwanafunzi. Sasa ni kitu gani cha kwanza kilichokushangaza kuhusu maisha baada ya kumaliza? Umemaliza masomo yako. Ni kitu gani unakuja kweli hichi kitu hiki sikukitarajia kabisa, kinanishangaza. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Kwa hiyo kitu inanishangaza. Maisha jua ilikuwa chuo, na maisha kwa yanaenda tu. Boom nini? Boom. Unajua hela ukosi. Lakini sasa hivi kuna muda unakosa mpaka 100. Unajua mtu anakuambia sina 100. Na mtu akwambia hivi sina 100 simwamini, lakini sasa hivi ndio akwambia sina hata 100 na muamini kweli sasa hivi mtu hana hela. Kwa maisha ni hapa nakutana uhalisia wa maisha yenyewe. Baada ya chuo nakutana na kitu uhalisia wa maisha yenyewe. Kwa maisha yalivyo. Kwa unasema mimi naukosa hadi 100. Mimi naukosa hata 100. Sasa sometimes mtu kusikia fulani ukiwa mimi sina hata 100 amini. Akaambia uweze kukosa hata 100. Lakini ndio uhalisia wa maisha kwamba maisha yako hivi, nitakuwa fanya hivi. Huo ndio uhalisia kwamba nimeshatoka huko. Mimi nilikuwa mwanafunzi, nimeshatoka huko kwenye wanafunzi. Sasa uhalisia ukoje huko mtaani? Mtaani uhalisia wake ulichokitoa kule, ulichokipata kule, kiache kule kule kwanza. Usije ukachukua ukachanganya degree yako, ukachanganya na maisha ya huko nje, yatakuvuruga. Degree yako ile kama degree yako vile vile, iheshimu kama degree yako. Then huko ukija huko reality uanze upya, jivue uanze upya. Kwanza upya nayo ngumu, umeshajipanga, ushajiandaa kisaikolojia kwamba mimi ni katibu afya au mimi ni accountant. Unatoka tena unaambia uanze upya. Mimi binafsi na advocate sana vijana kuanza akiwa bado yuko chuo. Sio asubiri amalize. Kama ni udalali au kama ni shughuli yoyote, kama ni biashara, anapoanza tu mwaka kwanza. Aanze kuifanya ili msaidie kujijenga au unaona. Hivyo ndo watu wengi tunatamani, lakini sasa tunakuta kupata hiyo knowledge tunakuta tushachelewa. Mfano mimi nilichelewa, hapo najilaumu kila siku kwamba nilichelewa kupata hii akili. Kama ningepata niko first year, sasa hivi ningekuwa labda mbali zaidi, ningekuwa mbali. Kwa hiyo ndo mtu mimi akija mimi na sasa nyingine boom ungelitumia kwenye mambo mengine. Hela ukawa unapata kama ungeanza mapema, sio? Kikubwa afu mnakumbusha mimi kilichonifanya kuingia huku zaidi. Mambo kuwa mengi kwa wakati anakuzidia. Mambo yalikuwa ni mengi hapo. Wewe nyumbani unakutegemea. Sio unategemea pathe, kuna watu wako nyuma yangu, lakini sasa kuna wale nyuma yako hawezi kuprovide kila kitu, wana familia zao, wana watu wao karibu, kwa lazima provide. Kwa sasa wewe mwanafunzi wa chuo tena hawezi kuprovide kwako. Unapewa mkopo, kuna hela amount bado utaimalizia. Kuna bidii utoke kwako. Utajua utaipataje hiyo. Kwa kusema nikate kwenye boom, nakuta boom hapa unabakia na 200,000. Hiyo 200,000 utaishi ndani ya miezi 2. Bado mambo ni mengi hapa katikati, utaishije, hujalipa kodi, hujavaa, hujala. Kwa nakuta ndo unasikia wanafunzi wanasema boom halitoshi. Halitoshi kwa sababu ni kweli halitoshi. Kwa mimi nilivyokuwa nafanya shughuli mbalimbali, maana mimi nianza kufanya tu semester ya pili. First year naweza kutafuta hivi shughuli vya kufanya. Kwa nini? Kwa sababu ile hela haitoshi. Ndio maana unasikia wanafunzi wengi wanasema boom halitoshi. Boom halitoshi kwa sababu gani? Kwa sababu ana kingine cha kuongezea kipato. Unakuta mimi na shughuli naombea wadogo wengi, nimeombea mkopo. Kwa unaona unachokipata, mtu anapata 400,000 hela ya ada. Hasa hela ya ada 400,000. Yaani na familia nyingi za unakuja vio, kuna pande mbili. Kuna wengi unakuta wazazi wao kumlipia yeye ada, na kwa mwingine anaambiwa yule mzazi akishaona 600,000 na hela kubwa, anasema katika ile hela yako itoe nyingine ya ada. Kwa akishatoa anabakia una boom bwana, unataka ujilipie. Ujilipie, una boom mwanangu ujilipie. Sasa akishatoa ile anajikuta hana kitu. Kwa hiyo anasema boom haitoshi. Naingia kwenye mikopo. Kuna bidii sasa waanze kufikiria zaidi. Mimi nilianza kufikiria zaidi, sasa nafanyaje? Lazima hapa boom nibakie kulipa ada na kunisave kidogo kidogo pale ninapokuwa na shida. Kwa hiyo mimi nakuwa sitoi benki, ile ilikuwa ni nikipata emergency, kuna kuumwa, kuna kulikuwa unatunza benki. Ile ilikuwa ni emergency, lakini hela kula nilikuwa naitafuta sasa.
Hiyo ilikuja semester. Maana ile nafika chuo kweli nilipewa hela. Ile nafika chuo bado ukiwa mgeni unapewa hela. Hela nini ya kujikimu nini hela unapewa. Lakini ukishazoea sasa zile hela zinapungua. Ndio maana maisha ya first year na maisha ya second year ukifuatia kwa wanafunzi ni vitu tofauti. Anavyokuwa naishi first year na anavyoishi second year ni vitu tofauti. Second year watu maisha magumu. Kwa hiyo wengi wanaacha. Wanaamini mtu kashaelewa aweze kujitegemea, kashazoea. First year ukideka una hela unapewa, lakini second year kidogo tofauti sana. Kwa sasa kile kipindi sasa kinalazimu sasa hapa nipambane. Tafute alternative ya kufanya ili niweze kufeed vitu vingine mwenyewe. Okay. Na kama unapiga tu simu, mwanangu sina hela, unafanyaje? Mtoto wa kiume, yani ushaambiwa sina hela. Unafanyaje? Kwa unakuta tena ibu lako unatoa unapeleka nyumbani tena. Yani mama anakuomba hela. Unapewa nyumbani anakuomba tuna shida, tumekwama. Unatoa kile sehemu unagawa. Hapa sasa nafanyaje? Kwa unaweza kushughulisha, chukue huku, watafutia tunauza vitu, una bidhaa. Okay. Sasa kwa uzoefu wako. Changamoto kubwa zaidi kwa kijana aliyemaliza chuo ni ipi kwa unavyoona? Ni kukosa ajira, kukosa connection au kutokuwa na experience? Au labda ni matarajio tulionayo labda ni makubwa zaidi ya uhalisia? Mimi naona ni ufahamu bado. Wengi wafahamu kwamba nikimaliza chuo nifanye nini, au nikimaliza chuo kitu gani kinatokea. Hajajenga ile picha ya mbele. Kwamba jua unavyokuwa mwanafunzi wengi pale mbele wanakaa kama ukuta. Hawajengi picha ya hapo navukaje ukuta. Ni pale mbele kuna giza, haoni na yeye amekaa silent. Najifangia hivi kwa wanaamini kwamba nikimaliza mimi nitaenda kuajiliwa au nitaenda sehemu fulani. Ndio maana ukiangalia consent ya mtu ukimaliza, nimeona analia Basha, kama Waziri Basha semaje alivyomaliza chuo hakurudi nyumbani. Sasa ukimaliza sasa hivi wanafunzi wote anamaliza tu chuo anakuuliza mbona uendi nyumbani? Kwa washajitengeneza kwa mimi nikimaliza chuo naenda nyumbani. Ifikiria tu kidogo, ukishinda nyumbani jua unaanza upya. Yaani ukishinda nyumbani Scott hamna mzazi ambaye anamfukuza mtoto wake. Kwa wazazi wa Tanzania hakuna ambao atakufukuza. Anakuambia yani mwanangu karibu, wewe tuna karibu kaa. Sasa utaanza kujikuwa matokeo vipi? Unaanza kuuliza matokeo kama uko sekondari. Yani matokeo mimi nilivyoona kwamba nilivyomaliza sasa nikae mwenyewe nijipange. Najua nikikosa hela akili najichanganya tu. Yani ukasema mimi namaliza hapa hela akili itajichanganya. Kwa hiyo kuondoka ulivyomaliza. Mimi sije kuondoka. Ndio sasa hivi niondoka nyumbani kwa kusalimia narudi, lakini sipeti nimeondoka, sije kuondoka. Yani nikikosa hela akili inakaa sawa. Kwa hiyo unakuta sasa wanafunzi wengi wanafeli ufahamu, wengi hawana bado ufahamu kwamba ile nikimaliza nifanye nini. Sometimes mtu anakuwa sema experience sio sana watu. Hata ukiwa na experience, usema mimi na experience labda ya nini ya ukatibu afya, unaifanya wapi? Na siku hizi yani siku hizi kazi zilivyo bana, nani anakuamini? Yani nani anakuamini? Watu sisi tunapenda kazi kwa kuaminiana. Ndio siku hizi anapigiwa simu tu fulani, "He, nafanya nini njoo?" Nani anakuamini? Kwa unakuta sasa mtu wake ni familia yule, huna mtu wa kupiga tafu. Then kingine kinachotuua vijana wengi ni mtaji. Unamaliza chuo unajiangalia mfukoni una 100,000. Hiyo 100,000 na wewe huna ufahamu hiyo 100,000 nifaje ili idhalishe wewe 200,000 huna. Ila mtaji hapa kunakuwa misconception kwenye swala la mtaji kwa vijana wengi. Wengi tukisikia mtaji tunafikiria kuhusu hela. Lakini wakati mtaji ni hela ni kama ni almost kitu cha mwisho. Mtaji bana, mimi na vijana wengi na mentor kwenye biashara naambia hakikisha mtaji wa kwanza. Una mentor? Na mentor watu wengi mbona mtaji wa kwanza kabisa kwenye biashara sio hela. Mtaji wa kwanza ni watu. Mtaji watu hawana. Mtu anaondoka chuo anajuana yeye na rafiki yake. Hana mtaji huyo tayari. Yani huyo hata akibaki hapa ni yani hata darasa lake halimjui. Yani yeye ana uwezo kwenye nini. Na wengine ukimuuliza hivi, "Kwa hiyo chuo, mimi sitaki marafiki chuo." Msitaki marafiki. Unajua nani? Mimi ni rafiki yangu fulani imetosha. Sasa huyu anakosa mtaji. Ndio maana mimi naonaga mimi wakifika tu wanafunzi hapa chuo. Niko na wanafunzi wajua, wale wateja wangu wote. Nisipokupata kwenye biashara hii nitakupata kwenye biashara fulani. Nisipokupata hapa nitakupata kwenye hapa.
Mimi ninafurahi kuona chuo kinaongeza kila siku, kinaongeza watu, maana ndo wateja wetu hao. Nafurahi nasema wateja tunaongezeka, wateja. Yaani kama wanafunzi wameripoti nasema kosi tunajua kichwa, najua hii ni biashara hii. Lakini sasa mtaji wa kwanza huna watu. Hata ukisema ukipewa 100,000, si ndio? Uidhalisha, unaizalisha vipi? Yeah. Huna uzoefu wa kitu chochote. Maana sasa hivi kwa maisha yashabadilika. Sasa hivi tuko teknolojia, biashara sio paka uwe na frame au na maduka. Biashara unaweza kuwa kufanya kwenye simu yako. Hasa kwenye simu yako wewe una namba za watu 20 au ndo wakuzalishie. Kwa ni kitu ambacho ni impossible. Kwa hiyo watu wanaondoka chuo bila mtaji. Cha kwanza, watu wana connection. Ukiangalia kwenye event nyingi wanafunzi wako busy wanasoma. Unakuta kuna mwalimu labda, na hii nahisi changamoto kwenye vyuo vingi, changamoto. Especially mimi naofahamu kuhusu Mzumbe, ni changamoto sana. Unakuta sasa mwalimu anatoa maswali 200. Yaani huyo ni kumkomoa mwanafunzi, yani assignment tu maswali 200. Maswali 200. Yani sasa unakuta mwanafunzi akilala, akiamka ni assignment. Akirufuka yani hawezi kufanya vitu vingine. Alafu mwisho wa siku sana anamaliza anasema ukujiongeza. Sio kujiongeza, itamani mwingine kujiongeza, lakini sasa huo muda akaukosa. Unaona? Ila kweli kama kijana ana nia ya kufanya, kuna watu wanakesha anaangalia movie, kuna watu wanakesha anatoka out, kuna watu wanakesha weekends, sijui ameenda wapi. Kwa hiyo ni sawa, inawezekana labda kazi na nini nyingi, ila pia na ule utayari wa kijana mwenyewe kwamba mimi nataka kufanya kitu cha ziada nje ya masomo yangu. Kwanza awe nao. Alafu ndo ajue anajipangaje. Mimi kwa mfano nilipokuwa mwaka wa kwanza nilifungua banda la chips. Naenda wapo wafanya kazi ndio, ila ikifika usiku ile, ikifika saa 1 mimi nakuja huku. Napiga mzigo na kaanga na kadi saa 7 narudi kulala. Na siku zingine unakuta kwa sababu ni delivery, labda wamekamata huko chuo, watu wana delivery zao, mimi inabidi nitoke darasani nikazitembeze. Vitu kama hivyo. Wewe ulikuwa tayari kufanya? Nilikuwa tayari. Kuna mtu ambaye hayuko tayari. Sasa kuna kitu kimoja hapa, kuna ile mindset, mimi ni msomi, kuna kazi siwezi kufanya. Wewe hiyo unaizungumzia, wewe uliwezaje kuiweza hiyo? Hiyo ishanikuta. So hata mwaka jana tu kuna mtu akaniambia kwamba umeweza degree, ile kwa diploma, ile mtoto umeweza degree hivyo diploma, umeweza degree afu unafanya kazi ya dalali. Mimi siwezi kutumia degree yangu vibaya hivi. Sasa ananiambia pale niko kwenye mgawa, afu mwenye mgawa anauza mgawa pale nikasema anaje kama nani degree, anauza chakula yule, yani mwenye mgawa anaongea hapa nani degree. Sasa kama kitu tunacheka, sema mimi bado mtoto aja utoto unamsumbua ni nyingi. Kuna kingine pia nilipokuwa naanza hizi, nianzaga na jamaa moja hivi tunasoma naye hizi kazi. Tunaje kazi watembeaga watu wawili. Huyo jamaa aliambiaje na alikuwa na date na mdada. Kwa hiyo mdada akamwambia kwamba jamani, mimi sipendi kuona nafanya hizi kazi za nini? Za udalali. Yaani mdada wache, akamwambia bibi wake. Kaka akamwambia mimi siwezi kufanya, Mungu amekataa basi. Kwa nikabakia mwenyewe. Kwa hiyo akaacha kwa sababu ya mpenzi, kwa sababu ya influence ya mtu wake. Kwa sasa hivi anaendelea. Sasa hivi yupo, anambia sina la vocha. Bado yupo naye mpenzi wake. Hayuko naye. Kwa ndo maisha alivyo. Kwa okay. Chochote unachokifanya lazima uweke plan kwamba tutakifanya hiki milele. Ndio maana hata kazi tuna staff. Hatutafanya hii kitu milele. Kwa lazima nikitoka hapa hichi nao kijifanya. Kila mtu ana target yake. Kwamba mimi malengo yangu labda nije kuwa fulani. Ili kufikia malengo nianzie fulani. Jua sisi hapa mimi uzuri nakutana na watu wengi nakutana na watu wengi. Kwa hiyo at least inanisaidia, unapata connection pia kwenye hizi kazi zetu hizi. Mtu anakuona sema ufanye anachapa kazi sana, kazi vizuri, kwa hiyo tunakumweka same. Kwa hiyo hii unaoizalao wewe za kufungulia milango mingine kuliko kusema tu kwamba mimi nikae. Unakaa, age inaenda, umri unaenda. Wewe unaonaje, ni sawa kijana alomaliza chuo kusubiri kufanya kazi alosomea au afanye kitu chochote halali kinachomuingizia fedha? Ndio maana nimekwambia age inaenda. Utasubiri paka lini? Unasubiri kitu ambacho hujui ni lini. Yaani hata kwa mfanyakazi na natoa tu mfano mzuri. Wafanyakazi wengi kwa nini wanafurahiaga Ijumaa? Wafanyakazi wengi wanafurahia Ijumaa, hawapendi kazi. Yaani sio ukishafika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili wanafurahia sana, kishafika Jumatatu wanafanyaje? Kwa sababu
hamna mtu anapenda nini kazi. Yani mimi ushauri sio kwa mwanafunzi, sio kwa mtu yoyote tu yule ambao maybe anatamani future yake, ana future kubwa sana. Yani natamani kuona kazi inakukuta sikia una kitu chako, sio wewe kazi ndio ndio kuianza hafu huna cha kufanya. Naona yani kazi kute tayari kama una muda sasa hivi. Kuna mwingine labda amepata bahati, ametoka chuo kweli, amepata mchongo, ameenda kwa ajili moja kwa moja, wewe uweze kumsahau. Yeah. Sasa kuna mwingine amekaa nyumbani maybe miaka 5 mpaka aenda kuajiliwa, hana msingi wote uliojenga. Yani hapo umechelewa sana, yani umechelewa. Okay, kwa hiyo ni bora aanze kufanya kitu. Anza sasa. Hiyo future yako utaitengeneza huko. Yani utaitengeneza huko na kitu chako cha kufanya. Okay. Sasa kuna ile pressure, ndugu, jamaa, marafiki, wazazi, wanakuwa na matarajio kwa kijana wao. Bwana, tunakusomesha, tunatarajia tukuone unapiga tai, unaenda ofisini, unafanya hiyo, unaihendo vipi? Yani hayo matarajio yako kichwani, lakini matarajio ya watu wakuone una hela. Kweli? Hayo ni matarajio yako kichwani umeyajenga kwamba natamani niviwe, yani nikuone vaa tai, alafu ukipigiwa simu nitumie mwanangu una tai yako shingoni, afu mwanangu nitumie 100,000 hapo au mama sina, alafu mwingine hana tai kama mama nitumie 100,000, mama nitumie, anakwambia yani mwanangu nitumie 100,000, tumie namba kutolea, tuma 200,000, naye ataheshimika. Kwa mwisho wa siku kidi pale wazazi wetu wanategemea kuona sisi wananufaika kupitia sisi, sio kwa either kwa kazi mlo ajiriwa kazi no, wananufaika kupitia sisi na unafaidika. Sasa wewe kama unavaa tai, si ndio, unategemea mimi naenda kufanya kazi labda sehemu, kuna mtu ambaye anafanya mishe zake, si ndio, hizi mishe za town, lakini anakuzidi kipato, yule ataheshimika tu. Siku hizi wasema mjini pesa heshima. Kwa kuvaa tai hizo ni perception, kama tushajiwekea mimi lazima ndo mimi. Before kumaliza nilikuwa nasemaje, nilikuwa slogan nilisema kama official series na nini, sema tu official mtaani, mtaa utaki official. Kwa sisi unakuja mtaani, mtaa utaki official, kuna kazi unazikosa. Okay, katazi uvae official, vaa pale kama unahitajika, lakini usiwe kila muda wewe mtu wa official. Kuna vitu utavikosa mtaani. Mimi kuna muda kuna engo kunikuta na vaa official, na vaa official kweli, nasema hii sehemu ya official, lakini kuna engo sasa inabidi uchakalike kweli, sema hapa sasa official naweka pembeni, tayari naweka pembeni, hapa naanza kufanya kazi. Ila Sarungi, kuna namna ambavyo jamii inapima mafanikio ya kijana aliyesoma. Yani kuna namna ambavyo wewe kijana uliosoma ili jamii kuone umefanikiwa, kuna namna wanakupima. Yani kuna hadhi fulani wanatamani tu wakuone unaenda ofisini, umevaa vizuri, yani ukuone kwa namna hiyo. Unahisi jamii inapaswa kubadilisha mtazamo huo au hiyo jamii bado ipo kweli? Siku unapima una nini? Yani siku wewe una nini, unamiliki nini? Siku mtu unapima sasa una nini, si ndio unavaa nini, unaenda wapi au sio hivyo? Mtu anaweza kuvaa official vizuri kabisa, mtu akavaa vizuri. Wewe matapeli siku unavaa vizuri kabisa. Vizuri kabisa ile waza system wanakwambia mimi vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa hivi unapimwa una nini, hiyo perception kwamba mimi nimemaliza chuo, nilikuwa navaa official, tamani nivae official ndo ofisini, sawa. Lakini kama hujapata hiyo fursa bado usiache. Vua, ndo maana pale kwenye mahafali, si mahafali yetu alikuja tuliambiwa kwamba vua jo, weka pembeni. Sio kama jo nalo, vua degree yako, iweke pembeni. Usiache, itunze. Ile ni adhina, itunze. Njoo huku mtaani maisha mengine yataji degree. Unaingia na degree mtaani. Sasa unajua unasema mimi natamani kila muda ni official tu, ni official. Kuna mimi nitakuona huko official sana, huko smart, kuna mchongo sitakupa. Na kuogopa. Yani lazima unamuogopa, kuna mchongo sitakupa. Lazima mchongo mimi simpi, huyu yuko smart hivi, mchongo hatauweza wewe. Kwa lazima kama kazi ni halali ifanye. Kwa mfano tukikurudisha nyuma. Mwaka wa kwanza labda unaripoti chuo. Tukakwambia ujiambie Sarungi wa leo, kwamba umwambie Sarungi wa mwaka wa kwanza. Ungemwambia nini kuhusu maisha baada ya chuo? Cha kwanza nikirudishwa mwaka wa kwanza, yani hiyo fursa naitamani. Nirudi kule. Unatamani urudi? Natamani nirudi, afu sasa kale kaela kala sita tunakapata pata.
Sio nirudi pale kalakisita na katakataka tena. Maana kusoma sio kazi. Kusoma nafikiri ni kazi chuo. Chuo sio kazi kusoma sio kazi sana chuo. Kusoma chuo tunalia, lakini kusoma sio kazi. Huku mtaani ndo kazi yenyewe iliko. Sasa ningerudi kule mimi. Ukiwa chuo, maisha ya chuo, ukiwa mule ndani ya chuo mule. Kuna opportunity nyingi sana ambazo watu wazioni. Unajua hilo? Kuna biashara nyingi sana za kufanya ambazo watu hawazioni. Chuo. Mimi nilikuwa chuo. Unajua mimi nilikuwa supplier wa maji hostel zote. Maji ya kunywa. Yaani kuna mtu ambao hajui, tulikuwa watu watatu. Tulikuwa tunatengeneza jua shilingi ngapi? Kwa tunatengeneza zaidi ya milioni 2 ndani ya miezi 4. Na faida ilikuwa ni jelo tu. Okay. Yeah, ilikuwa ni jelo. Na tulianza second year. Kwa nilichelewa. Kwa kama ningoli mwaka wa kwanza na ufahamu. Ningetafuta shughuli ziko nyingi sana mule ndani za kufanya, ziko nyingi sana. La, wanafunzi wa chuo mtu jifunza wanapenda nini? Soft life. Wanapenda raha, delivery, soft life, kwamba kila kitu anataka kitu kapiga simu. Sasa hivi huku nje paka kuwapata, sisi wateja wetu almost wengi ni wanafunzi. Kwa kuwapata paka sisi kuwatafuta. Lakini ningekuwa mwanafunzi almost ningekuwa nawapata kirahisi. Tunakutana nao kila siku. Ningekupata kirahisi. Okay, ni kitu gani ambacho unatamani kila kijana aliyekaribia kuhitimu akijua mapema, au angekijua mapema? Kila kijana ambaye anakaribia kuhitimu angekijua mapema ni kitu gani? Cha kwanza, afahamu kwamba anakuja mtaani. Cha pili, afahamu kwamba anatakiwa na target 2. Hiyo target yake ya kwanza ipo tu. Hiyo si nitamaliza mimi kama na ajira nitaajiriwa. Kwa target yake nyingine, ajue nje ya ajira natakiwa nifanye kitu kingine. Yaani mimi ninasoma, nategemea nipate ajira, lakini kabla sijaajiriwa abini na kitu changu kingine cha kufanya. Yaani hata serikali ingekuwa kama mimi kila mwanafunzi before kumaliza third year lazima ameshatengeneza mradi wake wote, ingekuwa vizuri sana. Kwa ingerahisisha hata kwa watu kulalamika kwamba hatuna ajira, tunalia, mtu na struggle. Kwa ingepunguza, kwa sababu mtu akishajua kwamba natakiwa before mimi sijaanza kuingia mtaani na kitu changu, inampunguzia kwamba stress. Watu nje wana stress, rafiki yangu. Ndio maana ukiangalia mimi nimeshafanya research ndogo ka utafiti kangu mwenyewe, so research ka utafiti kangu kwa kuangalia, so research kuandika kwa kuangalia. Maybe tulikuwa darasani watu before sijamaliza, tulikuwa watu labda unaona sadia, tulikuwa wengi na view status, wanaona vitu, lakini baada ya kumaliza watu wanapungua sana. Lakini ukubwa wanaenda wapi? Watu wanauza simu, watu wanakosa paka voucher. Bando hamna. Bando hakuna. Mtu anakuambia bando, anakuambia na miezi 6 sijaweka bando. Ukisema masuala ya bando anakushangaa. Anakushangaa la nini? Na nini? Huyu ndugu yetu kajipata nini? Anajipata ni hata hakuna hela kwa sababu hana cha hakujitengenezea ule msingi. Yeah. Then kingine atoka afahamu kwamba umri unaenda. Kwa umri ukienda nitakuwa nifanye nini? Kuna watu wananitegemea nyuma yangu, kuna wazazi, kuna wadogo zangu kama nao, anatakiwa kuwa na familia yeye mwenyewe, anatakiwa kuwa na anainvest nini, muda unaenda, kwa inabidi hajiinvest yeye mwenyewe. Kwa kijana kabla hujamaliza chuo mimi nitafute cha kwangu. Kwa kutegemea cha serikali kije kinipe, na mimi kabla serikali kijanipa chaki, lazima na mimi nimeshatengeneza cha kwangu. Okay. Kuna kijana ambaye ametoka chuo leo. Kuna ambao wamehitimu mwaka huu, mwaka jana, amefanya application nyingi za kutosha. Sasa wakati huo sasa anafanya application nyingi nini, anaona fursa ndogo ya kibiashara au fursa yoyote ambayo haihusiani na kile ambacho amekisomea. Wewe unamwambia nini kuhusu? Namshauri kwamba maisha alichokisomea na huku nje ni tofauti. Huku unaweza kuapply. Mimi nimesoma ukatibu wa afya. Lakini nauza na duka la vitu used na magodoro, na electronics, nafanya udalali. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi havipo ninavyovisomea. Unaona? Yaani nafanya vitu vya marketing course. Na real nimesoma ukatibu wa afya, vitu vile tofauti. Kwa hiyo kijana anakuja huku nje ajue kabisa kwamba alichokisomea anaweza akiapply kabisa huko.
yani kaa tofauti kabisa, mkaa vitu vipya kabisa. Kwa kikubwa aingie mtaani apate experience. Kwanza before hujapata experience aje na idea. Yani lazima uwe na tafute idea, mimi nitafanya nini? Akiwa bado yupo chuo. Yani kwanza ni kikubwa ni idea. Ndio maana kwenye biashara ukimtafuta mtu biashara ambie mimi na mtaji wangu wa milioni 10 nataka nifungue biashara kuuza tu, biashara una idea gani wewe? Maana biashara hamna kitu ambacho hakiuziki. Yani hakuna kitu ambacho hakiuziki. Ni wewe tu utakifanya kinamna gani biashara yako iuzike. Hakuna kitu ambacho hakiuziki. Okay, hii ni The Youth Talks Podcast. Tupo na Mr. Sarungi ambaye anajiita Young Sarungi, dalali maarufu kabisa. Katibu afya huyu, na naamini umepata vitu vingi sana kutoka kwake, madini ya kutosha kuhusu uhalisia ukoje baada ya kuhitimu masomo yake. Tunatamani kusikia kutoka kwako. Wewe unaonaje baada ya chuo? Matarajio yanaendana na uhalisia ambayo tunakutana nao mtaani au ni vitu viwili tofauti? Una chochote cha mwisho kabisa cha kuambia vijana wenzako? Mimi nitaambia kama vijana wenzangu wasikate tamaa kufikiria kwamba nimaliza chuo sina mtaji, hujachelewa bado. Ngoja niwaambie kitu. Hata mimi nilivyoanza sikuanza na mtaji kwa kweli. Ngoja niwape historia yangu fupi tu nilivyoanza mpaka nilipofikia. Mimi sikuanza na mtaji wote ule. Hamna mtu alonipa mtaji, hamna mtu alonishika mkono kama nakushika mkono chukua hiki, hamna mtu alonipa connection. Ni jitihada zangu mimi mpaka hapa nilipo. Kwa hiyo cha kwanza kama nilivyoongea huko awali, kutafuta wateja ambao ndio tunasema mtaji wa kwanza. Maana unaweza ukapewa milioni 1 ikapotea. Unajua unaweza kupewa milioni 10 ikaisha kama una idea unafanya nini. Kwa hiyo mimi udalali nilifanya kama njia ya kutafuta mtaji. Kwa hiyo kweli Mungu akabariki, napata fursa hivyo na hivyo, nikachanganya mpaka nikapata mtaji. Nikafungua ofisi yangu ya kwanza, nikafungua ofisi yangu ya pili, mpaka sasa tunaendelea. Kwa hiyo hujachelewa, njoo na idea. Ukishatengeneza idea, vitu vingine vita flow tu. Wanakupe hivi, unajua mimi kuna frame nilichukua afu sina mtaji. Ulichukua frame afu? Yani nilichukua frame afu sina mtaji. Yani sina mtaji, yani frame nasema hii nafungua biashara. Alafu sina tamia mfukoni. Mimi mwenyewe nakumbuka hivi na hitimu nililipia frame. Na karibia kuhitimu, yani nipo semester mwisho nikalipia frame. Ila sijui biashara gani naenda kuifanya. Mimi biashara naijua, nataka kufungue biashara gani. Sasa mimi nilikuwa sijui kabisa. Nimesema tu hii frame inaweza ikanisteal. Biashara unapiga budget, alafu budget ya biashara unaambiwa na gharimu kama milioni 8 hadi 9. Na hapo nikiangalia nimetoka nyumbani, kulikuwa kuna matatizo huko nyumbani, nimetoka nishapigika, sina hela. Unajua kena nyumbani ambapo utatoa hela tu. Sina hela, nimerudi huku. Afu frame nakuta iko na zaga. Hela nimeondoka na balance ya kujikimu, mimi nikalipia frame. Unaona? Afu sasa nishalipia frame, sina hata mimi hela ya kula. Kasema sasa nafanyaje? Sasa nilikuwa nashauriana na rafiki yangu mmoja tu Baraka, nikamwambia Baraka, nimelipia frame, sina mtaji. Kama nafanyaje sasa? Nikamwambia tu jibu fupi tu, Mungu waga anajibu. Palipo na nia siku zote njia inafunguka. Kuka motivation speaker pale kumaliza. Nikabaka kacheka sema kwa toni. Nimekaa nilifanya kazi kama kichaa. Yani mimi kila ukiona na posti kitu ujue ni hela. Ukiona na posti kitu ujue hicho kitu kinanitafutia hela. Nilifanya kazi, niliposti koja festia wakaja nikaripoti. Mungu sio mwema, kuchukua miezi 4. Yani rekodi inaisha, amu ya kwanza nilipia miezi 4 inaisha. Nikalipa pili nikafungua biashara. Okay. Kwa hiyo na mimi inaambia kwa ni mindset tu. Mindset kwamba wewe uje na idea yako, weka nia. Ukiweka nia kwamba mimi nitafanya kitu fulani, kwanza unapata nguvu, unapata ujasiri, unapata confidence ya kufanya kitu, sema hapa nitafanya. Au kama una idea hata kusema hata ukipa milioni 100 rafiki yangu inapotea tu, hela inapotea. Nilifika sekandia bana. Ndio mimi nikajua kwamba nachokisoma na mtaani vitu vile tofauti. Na mshukuru Mungu yule na nile supervisor wangu wa field ile katibu afya ni secretary, nampa shout sana yule mama. Alishauri sana, kwa anishauri muda mwingi nilikuwa na back office ni kwake, ananiambia mwanangu, kwa mimi tena kwa nikimaliza chuo nije kujitolea hapa. Sasa mwanangu utachelewa sana. Ujitolee. Yani tena alikuwa anisikia mimi kipindi hicho kwa napiga sana simu na wateja
kwamba kitu hiki maana unafanya kitu gani, unapigiwa simu sana, naambia hivi na hivi, sasa usiache kufanya hiko. Nikamwambiaje, nataka nijitolee, kusema no, kama hicho kinakuingizia hela fanya. Kwani kinakuingizia? Akawa anauliza kinakufanya hivi, nikawa namjibu hivi, sasa basi kifanye hiko. Yeye ndo akanitia nguvu. Toka siku hiyo nikaenda nyumbani, kaambiaje, mimi nikimaliza chuo sirudi. Wakabaki kama nawatania hivi, kama mimi nikimaliza chuo nsirudi, yani hivyo tunawaambia kila siku. Nikimaliza chuo nsirudi. Kweli nikaja huku sasa ndo nikaanza kuweka nguvu. Ule mwezi huu kuna naambia kijana yote hajachelewa bado, kama unaingia thadia hujachelewa. Sasa hapo kumbuka nabakiza semester hii moja. Kwa nikaanza kupunch kwa nguvu kwamba ile bomu la kwanza nikaliacha kama lilivyo, sikuligusa. La mwaka ngapi? Nilikuwa na sign mwezi mmoja, maana tulikuwa tuna sign kwa fingerprint, acha sasa hivi na sign kwa nili. Kwa ni sikuligusa kabisa bomu la kwanza. Maana bomu mawili yamebakia. Mwaka wa 3 sasa. Wa 3 au semester pili. Sikuwa field ndefu. Bomu la pili ile nikatoa ada. Sikuwa nikalipa ada kwanza. Ndio. Kwa nikabakiza kama 800,000 hivi. 800,000 kitu kama 800,000. Nikaanza sasa kutafuta hapo hela niongezee mtaji. Sasa natafuta hela. Sina watu tayari. Kwa nilikuwa natumia tu nguvu mimi kutafuta kupost. Bando chuo na post. Kwa hiyo nikapata mtaji kama nilianzaga mimi na mtaji nilipata kama mtaji kama 1,400,000 kama sikosei ndio nilikuwa nao. Nikaanza kunuaga vitu used. Sasa nikajikuta nimenunua hela yote, nimenunua vitu used. Hela yote. Semester ulivyomaliza. Sasa nikabakia sina kitu. Nimenunua vitu. Sina viweka wapi? Huna pa kuweka. Sina frame. Sina studio office. Napokaa mwenye nyumba ananiambia nitoke. Maana nilikuwa nakaa hostel ya vitu ndani. Sina godoro, sina kitanda. Nilichelewa. Unaona? Ndio mimi nitamani hata rudi first year nisingefanya haya yote. Kama sana nafanyaje? Nikamtafuta na mwanangu mmoja mtu kusaga na tunafahamu sawa jinsi kusaga. Kaambia wewe maana hapa hivi na hivi. Akasema kuna chumba huku kodi 20 kadhaa njoo kae. Kodi nilikuwa naiweza kodi. Kaambia sikumwambia kama sina hela. Mimi matatizo yangu sipendi kuyasema kwa mtu. Hela yote ushanunua vitu. Nikampiga kaangu moja. Naomba unatumia 80,000. Nataka nihamishe nauli ya kuhamisha vitu vyangu nimevinunua, nikampigia picha vile vitu nilivyonunua. Lakini imeikwama hapa hela kidogo. Nikamtumia kama 80 hiyo. Sasa ile vitu ila sikupeleka kule, nikachukua ile nikalipa kodi. Nilivyolipa kodi uzuri pale mwenye nyumba akanikubalia, wewe nimelipa kodi mwezi mmoja akanikubalia, ikaa tu si hamna watu kwa utakama safadhali mzee kacheza kama mbele. Nikakaa hapo nafikia sasa nishapata chumba, bado vitu navipeleka wapi? Maana uzuri pale nilipokuwa nakaa kwa kuna gate kwa vitu kama vimeweka tu nje. Sinafunga gate, vitu viko tu nje vingi vimesagazaga. Navipeleka wapi? Maana kwangu haviwezi kukaa viko vingi. Navipeleka wapi? Nishapata chumba, sina kitanda, sina godoro. Sasa Mwenyezi Mungu atajua kuna vitu kuna kitanda na godoro. Utaki kuvitumia. Vitu vya biashara, vitu vya biashara. Mimi kwa mtu atajua. Sikiliza, vya biashara vile vitu kutumika. Sana fanyaje? Kacha akili, dada fulani kwa tumesomana akaambia kuna store iko sehemu fulani. Ndiko ananipigia tu simu, naondoka Sarungi, mimi kwa Siala. Akaya niage, naondoka sema nilikuwa nimeshachanganyika hapa natafuta simu kuweka vitu vyangu. Akaambia nenda hostel fulani kuna sehemu hostel inaitwa Mwangaza. Nikampigia yule jamaa kwa akanipa namba, tukafunzile kwa mshikaji wangu, tukaongea naye pale. Akasema Sarungi njoo, afu tatafuta na wateja wa hostel. Akasema mkanipa na nyumba yake tena. Sawa. Nikaenda pale nikaweka vitu resto yake, nikampa kama 40,000 hiyo. Nitafuta nikampa. Mbele 40,000 basi nipaka nilivyo kuja kuuza vitu nikampaga 40,000. Sasa vitu nimeshavitoa kodi kule. Nishalipia. Sina kitanda. Nikapiga wala kusaga mimi nakuja kwa mimi lakini sina kitanda. Akasema usijali pale kuna kitanda cha mwanangu kilikuwepo bado sijakitoa, nilikuwa nawaza nikitoa nikipeleka hapo nakuja kwa mia. Akasema basi kiache nikae navyo tu, si bado anakuja mpaka mwezi wa 10 huko. Akasema sawa. Nikaenda kutumia kile kitanda kikwa mule godoro. Na vitu vingine nilikuwa navyo CV tray, CV meza nilikuwa navyo tunashindwa kitanda na godoro. Sasa pale sina hela bando, sina hela mboga, mchele nao. Bahati nzuri mimi nyumbani mama anatambia kwamba hata hakikisha una vitu vya ndani, una unga, tushazoea nyumbani una unga, una mchele, una sukari, una nini, una mafuta. Kwa hicho kitu nimeshajifunza, hata nikisha ni prove kwamba unaweza kukosa hela kabisa. Ila ukose hivyo vitu. Usikose vitu ndani vya kula.
maana kweli nilikuwa mchele. Sasa mchele una mboga, kwa hiyo nilikuwa napika wali natia tomato. Tomato ndo mboga. Tomato ndo mboga. Yaani unasikia mtamu wewe, hapo una hela. Hapo una hela. Ifika kipindi nikakata tamaa, sema si nipo nyumbani. Lakini wakasema ushanunua vitu, hamna kugoa. Yaani kama ningekuwa sijanunua vitu, kwa mimi ningeondoka. Kwa ile commitment ya kununua vile vitu ilisaidia sana. Kwanza Mzumbe hakuna watu, una bando. Kwa hiyo sasa nilikuwa nikifika, mimi nifika mpaka nikauza barafu. Ice cream hizi niliuza. Hata wanafunzi hawapo, una hela, fanyaje? Kwa hiyo nikifika na Madam Mariam ana barafu bana, nikaenda nauza barafu pale kwa Madam Mariam, naenda kuuza shule ya msingi Changalawe. Kwa watu walionionaga Changalawe kule, nilikuwa nauza barafu. Bwana ice cream. Bwana ice cream. Nauza barafu narudi. Hapo napewa buku mbili. Yaani barafu zile sio zako. Sio zangu. Sina zangu. Mimi sinauza yani utatolea. Hello. Hujui unatoa wapi? Sasa nauza barafu. Kanauza barafu ice cream kwa naamka asubuhi napeleka ice cream chuo. Nikitoka kupeleka chuo, shule ya msingi Changalawe. Napeleka ice cream na break saa 4, si saa 4 kwa natoka wale saa 4. Narudi tena baada ya mapumziko saa 8 napeleka tena. Break nyingine saa 8 napeleka tena. Nikitoka hapo naenda kutafuta vyumba. Unaona? Natafuta vyumba na posti. Vyumba kisha tafuta. Naenda chuo. Sina bando, chuo kuna wifi. Kwa naenda kupostia chuo, nikifika chuo na posti. Sasa nasubiria order zile. Kwa nini posti leo kama mtu anaulizia chuo najibu pale SMS za WhatsApp najibu. Mwezi wa 8 hamna kitu, rafiki yangu. Bado nikata tamaa. Watu waulizie vyumba, kusema hivi kuna ndagu, kuna ndagu. Hamna mteja. Kuna wateja wa vyumba, kusema kuna meza na ndagu, watu sasa wanakaa wapi? Hamna vyumba. Mwezi wa 9 ndo baraka zikafunguka. Sasa mwezi wa 9 kwanza kwa chumba fani kipo. Kwanza kipindi kile dalali nasi kosi 30,000. Ilikuwa ni 30,000 kumtafutia mtu chumba. 30,000 acha siku 30,000 kwa chumba fani kipo unapata 30,000. Unakeka bando, sema niweke bando kwanza. Bando unapata vila vya mboga sasa hivi. Ndio hivyo Mungu akafungua baraka, hela zikaanza kuingia kipindi hicho mwezi wa 9, wa 10, unajikuta chuo kinafunguliwa tayari una milioni tena. Kwa unaona? Kwa unaweza kusimama, unaanza kusimama. Toka hapo mimi sijayumba tena mpaka leo. Kwa nikaa nimesimama, toka hapo mimi sijai kuyumba kabisa hivi. Toka kipindi hicho kwa nilimba mpaka likafika muda. Mimi nikata tamaa, kwa maana nikata tamaa. Wewe unataka kuuza ice cream unapata 2,000 bado utanunua mboga, kija imeisha. Una bando na huko watu kwa hakuna. Unatoka kwanza chuo, unatoka ile usiku, unaenda saa 1 usiku. Unatoka saa 6 ile njoo peke yako. Ili unatumia unapasha. Kwa hivyo ndo maisha yakaenda mpaka leo nilipo hivi. Kwa na kijana mwenzangu asikate tamaa. Kwa hiyo hujachelewa bado kufanya maamuzi bado. Aanze na anachoweza kufanya. Yaani kwanza aanze, kama una idea ifanye hiyo itakupa kipato. Siwaze. Itengeneze idea yako kuwa pesa. Unakuta na idea lakini haujui utatengenezaje kuwa pesa. Na kingine wanaofeli vijana wanaogopa risk taking, wanashindwa kuwa risk taking, kwamba na wasiwasi kama mimi naweza invest langu nisipate nini income. Lakini naambia hivi, kuna slogan nasema ukiinvest sana ndo return there's invest nini, nasema ile concept ipo kwamba the una invest ndio unapata return kubwa. Kwa hiyo usiogope kuinvest, usifanye uchunguzi sana. The higher the risk, the higher the return. Ukifanya ukiinvest sana utapata return. Kwa hiyo sasa usifanye uchunguzi sana. Jua msomi anakuja na daftari lake anaangalia kwamba kaa kwenye mic sasa. Kwa hiyo anakuangalia kwamba kwa hiyo sasa na invest mimi nikiwekeza 500,000, si ndio? 500,000. Pata shingapi? Je, nikipata ili kisha ukianza tu maswali ya je, rafiki yangu utafeli. Au unaanza kumuuliza kila mtu, mjomba na wazo sio la kuuza kangaroo ndo nini? Yaani ile wazo unamuuliza mtu ashalichukua analifanya yeye. Na ubaya wa idea bwana, kuna mambo ya ajabu. Unaweza kaenda ukaomba ushauri kwa watu 10, 9 akakwambia ile wazo fantastic kabisa. Yule wa 10 akakwambia hamna kitu hapo. Yule ndo anakumaliza kabisa. Anakumaliza, anamtia tamaa kabisa hapo. Uende kufanye. Wewe ukiwa na idea, iamini idea yako, amini mawazo yako, yafanye kuwa nini, kuwa reality, kwamba kila mtu aone kama mawazo yako. Amini. Okay, amini wazo lako, anzia hapo ulipo, usisubiri kazi ya ulichosomea, sio? Anza na chochote ambacho unahisi unakiweza, unakimudu. Ni kitu halali ambacho kitakuingizia mapato, anza kukifanya. Hizo fursa zingine zitafunguka mbeleni huko, Mungu yeye ndo anajua ni lini
Mungu anafungua pale kwenye njia. Kuna njia mimi naambiaga vijana hapa. Mimi nazungumza na vijana wengi sana na wanakuja Prof sina hapa ushauri na biashara, naambia kabisa usikate tamaa. Mwenyezi Mungu anafungua njia. Yani wewe struggle. Yani weka nia tu. Yani unaiona, ukiona idea unaiona kasa iko hivi. Inafungua, unaiona idea kwamba yani ukiwa unatengeneza idea yote unaona haina changamoto. Ukishaingia tu pale kama mwepesi utakata tamaa. Pale kuna changamoto mingi. Ushafungua biashara, unaweka, kuna ndugu yangu ashaweka, unaweka milioni, unafungua biashara yako milioni 10 hapa. Baada ya wiki, cha hela mkopo, nyumbani jirani yako anafungua tena biashara hiyo hiyo. Kama yako vile. Kwa hiyo hizo ni changamoto zinatoka kwenye biashara, unaweza kukutana nayo hata wewe. Kwa hiyo usikate tamaa. Wewe jua customers wako wanapenda nini? Dili na customers wako. Kwa lakini biashara inaenda. Okay. Asanteni sana. Nadhani tuishie hapa kwa leo Mr. Sarungi. Tutaangalia feedback ya wadau, kama ndio watataka kusikiliza zaidi kutoka kwako tutakualika tena. Karibuni pia ofisini kwetu, tuko kona. Karibuni sana, mtapata huduma magodoro, mtapata huduma vitu used, mtapata kama mtaka dalali, vifaa vya umeme, mtapata electronic na stationery mkitaka mtapata. Kuna mashine ya popcorn mkitaka pia mtapata. Kwa hiyo tuna vitu vingi tunavifanya ili mradi tu tuongeze mkono kinywani. Kwa karibuni sana. Kama mwanafunzi usichelewe. Bado hujachelewa. Anza taratibu. Okay. Asante sana.